wetu anasema bado hajalizika. Kwa hiyo bado ana wakati mwingine kwenye uwanja wa mazoezi, ameenda na Simba kwenda kukaa nayo. Leo tunaenda kuona mechi yake ya pili, meneja wa ufundi nini ambacho amekipandikiza kwa Simba Sport Club ili kusudi kije kutulipa kwenye mechi ya Zingizini Spa. Ni mechi ngumu kwa sababu ni wanaume 11 na kwenye mpira lolote lile linawezekana. Haya matokeo ya goli 3 sisi hatuwezi tukakaa kubweteka. Lazima tuwaheshimu wapinzani wetu ambao tunacheza nao. Pia na sisi hapa tunakujaga Dar es Salaam kama wafanyabiashara wa magoli. Tunajua umuhimu wa goli. Goli ni milioni 5. Kwa hiyo leo msemaji wa serikali aje walau hata na milioni 80 au wabebe hela kwenye kilikuu, zingine 80. Zingine zikibaki itabidi arudi nazo. Naam. Leo mnamaliza ratiba yenu ambapo mnaenda kumaliza na Zingizini ili kusubiri hatua ya makundi. Je, mnaona kama ratiba hii ya kumalizia itakuwa ni kwa namna gani ama ni ratiba ya namna gani kwa upande wenu? Kwanza ni ratiba ngumu tunaweza tukasema kwa sababu tuko kwenye mashindano ya kimataifa. Ni hatua ngumu kwa sababu kwanza tuko wawakilishi wengi, lakini kwenye haya mashindano kwa maana ya shirikisho na hii CAF Champions League. Kwa hiyo kuna vitu vichache ambavyo natakiwa twende tukaviongeze kwenye Simba Sport Club. Tumeona Dumita Pativu kama ambavyo wamesema yeye kuna hajalizika kwa asilimia zote, na hata sisi wachezaji wa mashabiki pia hatujalizika namna ya kukiona kikosi chetu ambavyo kinacheza. Japokuwa Simba inaonyesha kabisa kubadilika. Tumeona mechi ya kule Simba inacheza vizuri, mpira unaanzia kwa golikipa, pasi moja tunaenda tunashambulia, pia timu haina star. Tunaona viungo wa mbele wa ushambuliaji wanakuja kukaba mpaka kwenye eneo la ulinzi. Ndio mpira wa Dumita Pativu na soka lake. Tuliona Dumita Pativu alivyokuwa na Gaborone United. Simba tuliwafunga Gaborone United kutokana tuna uzoefu na kuwepo kwenye mashindano ya klabu bingwa kwa muda mrefu. Lakini Gaborone United sio siri, ni timu ambayo inavutia kiwanjani. Kwa vile vitu ambavyo waliwapandikiza Gaborone United anakuja kuvileta hapa Msimbazi. Nadhani leo tutashuhudia mpira mzuri sana kwa sababu kocha anakamilisha wiki yake ya pili kuwepo na timu kwenye manager. Unajua makocha tunao wengi mpaka nachanganyikiwa. Na makocha wengi muende kwa manager. Tumeamua twende kwa manager wa ufundi kwa sababu kocha yule hata Shavi yule ambaye watu wengi hawamfahamu, yule kocha wa viungo, fitness coach yule ni Mtanzania. Yule pia ana leseni ya ukocha na alishawahi kufundishaga timu za ligi kuu akiwaga Mtibwa pia. Yule Shavi ambaye sasa hivi ni kocha wa fitness. Pia ana leseni, anaweza kukaa kama kocha mkuu. Tunaye Matola pale. Kwa hiyo ndio maana unakuta anachanganya. Kwa hiyo manager wetu wa ufundi ana vitu vingi ambavyo ameshaenda kuwapandikizia. Pia Shavi naye ana kazi kubwa sana kuwafanya wakina Elim Panzu warejee kwenye viwango vyake. Sio sile Elim Panzu waliomaliza ligi msimu jana. Sio Elim Panzu huyu, kuna vitu vingi sana ambavyo vimeenda kushuka. Kwa hiyo nadhani mimi kwenye uwanja wa mazoezi yale mapungufu na yale makosa na kocha manager kitu alichokuwa anakitaka kwenye baadhi ya wachezaji na yale maeneo nadhani ameenda kuimarisha. Leo tutaenda kushuhudia soka safi sana. Sio soka unashuhudia dakika 80, dakika 10 inakuwa soka baya. Ni mfumo wa namna gani siku leo unatarajia kuona katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa? Leo kocha anaweza akaanza na 4 kabisa. Ushatua kabisa. Mifumo sio tatu ni mifumo Kocha leo anaweza kaenda kuanza na 4 kwa maana wale mabeki wanne, anaweza kaenda akaanza na viungo wawili kwenye mechi ya leo kwa sababu mchezo wa nyumbani tunahitaji kwanza tucheze mpira mzuri na tutawale pia. Japokuwa yeye anapendaga sana kuanza na kiungo mmoja ambaye ni Nabi Kamara. Leo ataenda kuanza na viungo wawili wa kabaji kwa maana Kamara ataenda kuanza pia na Kagoma. Ataenda kucheza na viungo wa juu, amini washambuliaji watakuwa viungo watatu. Tuna X Factor wetu. Mnamjua jamani X Factor wetu? Shabada X Factor. Jamuona mtoto wa Kitanzania. Alikuwa anasema X Factor alikuwepo pale. Alikuwa tu yuko kutumia. Ni nani? Morris Abraham ndo X Factor wetu Kwa hiyo katika wale viungo wa juu nadhani kulia atakuwa Elim Panzo, kushoto Kibu Dennis, katikati pale ataenda kucheza X Factor wetu. Mbele yeye ataenda kuanza na mshambuliaji Mwalimu. Kwa sababu wachezaji wetu sisi wanakuwa na vipindi. Kipindi cha pili ataenda kuingia Soa pale namna mbele. Kwa hiyo nadhani kwa kupitia kikosi hicho tunaenda kuchukua magoli mengi. Mimi kitu ambacho nakiona leo hapa Benjamin Mkapa, nadhani baada ya mchezo tutakuja tuzungumze tena. Kama hatutafunga goli 5 nyewe mjihesabie, mje mchukue 10,000. Baadhi ya wachambuzi wanasema ya kwamba Morris Abraham na vile ambavyo nyewe mnampamba sio kile kiwango ambacho anaonyesha. Anasema ya kwamba Morris Abraham bado ni mdogo, lakini nyie mnavompamba mnataka aonekane kama ni mchezaji mkubwa ambaye hivyo viwango hana. Mpira nadhani unachezwa kwenye uwanja. Tunaangalia sisi wote tunaangalia mpira. Tunamuona kitu ambacho anakicheza. Pia hata ambavyo anashuka hivi kiwango kwa meneja wetu wa ufundi ataenda kupoteza namba ile. Kuna vitu vingi sana vya kujifunza. Hata tumemwona Neo Maema bado anacheza, sio yule Neo Maema ambaye leo kuwa Mamelodi
Sundowns, bado nani ataenda kutawala lile dimba la katikati. Yule ndo tunasema X factor. Ana sifa zote za kuwa mchezaji na pia mchezaji bora. Mimi inanikumbusha miaka ya nyuma wakati ule tuko na Louis Mixon. Nadhani tuna Louis Mixon wetu wa Tanzania, yule Morris Abraham ni mtu kweli kweli. Kwa hiyo nadhani tumpe muda kidogo, lakini yule ni mchezaji mkubwa sana. Na baadaye tutakuja kumuimba kama ambavyo upande wa pili wanamuimba Pacome Zouzoua, Morris Abraham. Nitunzieni ili City. Ndo MVP ambaye atakuja kuchukua 2026. Mechi mbili tayari tunaweza kumtabiria makubwa kiasi hicho. Ni mtu ambaye anacheza vizuri kama nilivyosema mwanzo kwamba mpira unachezwa kwenye kiwanja na mpira ni unachezwa katika eneo la wazi sana. Tumpe muda kijana, pia mashabiki kienda kumshangilia kidogo akaongeza vile vitu, nadhani tutakuja kutengeneza mchezaji mkubwa sana kwenye bara la Afrika. Tumesikia hata kwenye bara la Afrika pia tuna mchezaji bora katika wachezaji wa kiume ambaye yuko Shomari Kapombe kwenye top 10, pia katika vilabu bora Afrika vya wanaume Simba Sport Club wapo. Sasa ndio wao ni timu ya